Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameiambia Ubelgiji kwamba nchi zote za Umoja wa Ulaya EU zinapaswa kushiriki hatari za Ubelgiji ikiwa wataamua kutumia mali za Urusi. Ameishawishi Ubelgiji kwamba wanapaswa kutumia mali ya Urusi kwa ajili ya kuisaidia Ukraine. Anasema udhaifu hasa wa Ubelgiji katika suala la kutumia mali ya Urusi iliyogandishwa hauwezi kupingwa na lazima ushughulikiwe kwa njia ambayo mataifa yote ya Ulaya yatakuwa hatarini sawa na nchi hiyo ya Ubelgiji, kansela Merz anasema. Kansela huyo Jerumani Bwana Merz amemwahidi waziri mkuu wa Ubelgiji Bart De Wever kwamba wanachama wote wa Umoja wa Ulaya wapo tayari kuingia hatarini kama ambavyo Ubelgiji inahisi itakabiliwa nayo ikiwa mali ya Urusi iliyozuiliwa itatumika kwa maslahi ya Ukraine. Amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo sasa Ubelgiji imekuwa na hofu ni juu ya kutumia mali ya Warusi, ambapo inahisi huenda hii ikaleta changamoto kwa taifa hilo, ambapo Merz ameitaka Ubelgiji kwa ikubaliane na mpango huo ili hata kama itatokea matatizo yakabiliwe na umoja wote wa Ulaya. Merz alinukuliwa akisema na msemaji wa serikali ya Ujerumani Stefan Cornelius baada ya mazungumzo na De Wever huko Brussels. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen pia alishiriki katika mkutano huo, na ulikuwa ni mkutano wa kuishawishi Ubelgiji kutumia mali za Urusi. Kulingana na Cornelius, maafisa hao watatu waliungana kwa maoni kwamba hakuna wakati wa kupoteza kwa kadri uungaji mkono wa serikali ya Kiev unavyohusika. Kwa sasa Umoja wa Ulaya hauna fedha za kuweza kuisaidia Ukraine, na mataifa yote kila moja limekuwa likizingatia sana bajeti za ndani za taifa lake, na hivyo kukosekana kwa fedha ya maana kwa ajili ya kuisaidia Ukraine kutoka katika Umoja wa Ulaya, na hivyo sasa wanataka kutumia mabilioni ya dola za Urusi yaliyogandishwa katika Euroclear huko nchini Ubelgiji kwa ajili ya kuisaidia Ukraine. Hata hivyo wamekubali kuendelea na mashauriano ili kufikia maelewano yanayokubalika kwa pande zote kuhusu suala hilo kufikia wakati Baraza la Ulaya litakapokutana mnamo Desemba 18. Kuna takribani euro bilioni 210 mali za Urusi huko Europa pamoja na euro 185 bilioni zinazoshikiliwa na Euroclear. Si nchi za Umoja wa Ulaya ambazo zimefichua rasmi, ambapo euro bilioni 25 zilizosalia zinashikiliwa. Lakini awali katika mahojiano na TASS, balozi wa Urusi nchini Ubelgiji Denis Gonchar alisema kuwa bila kujali mpango uliotumika kuhalalisha unyakuzi wa mali ya Urusi itakuwa ni wizi tu, akisisitiza kwamba hatua ya kulipiza kisasi cha Urusi kitafuata mara moja na kitalazimisha magharibi kuhesabu hasara kwake. Mataifa magharibi yana rasilimali nyingi zilizopo nchini Urusi, na hivyo Urusi imeapa kwamba ikiwa mataifa hayo ya magharibi yataamua kutumia fedha za Warusi zilizogandishwa, basi mali za mataifa yote ya Ulaya zilizopo nchini Urusi zitatumika kama wao wanavyotaka kufanya, na ndio maana Ubelgiji imegoma kabisa kutumia rasilimali za Warusi zilizogandishwa huko katika Umoja wa Ulaya, hasa katika nchi yake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia The World News.